السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إيانا ونحن من عذاب النار. إن شاء الله siku ya leo tutakuwa na muhadhara kiasi mdogo si mrefu biidhnillah taala kuhusiana na masala mazima yanayohusiana na jambo la bid'a, na kwa mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake tutapitia nukta zifuatazo. Nukta ya kwanza, maana ya bid'a na vigawanyo vyake na hukumu ya hilo jambo zima la bid'a. Nukta ya pili, historia ya hizi bid'a na zilizukazuka wapi na wapi kulikuwa kuna bid'a fulani na bid'a hizo zilikuwa vipi, japo kwa ufupi. Nukta ya tatu, mawqif ya dini yetu hii tukufu na umma huu wa Kiislamu kutokana na watu wenye kufanya bid'a. Watu wenye kufanya bid'a, nini umma huu ama wanazuoni wa umma huu wamewachukulia watu hao? Na pia tutaangalia baadhi ya vitabu na kuvitaja majina yao ambavyo vimefanya raddi japo kwa uchache. Katika hivyo vitabu kumeelezewa kuhusiana na masala ya bid'a, na mtu mwenye kutaka ukunjufu na maelezo zaidi kuhusiana na bid'a na vilivyohusiana na hayo aende akarejee katika maraji hayo. Pia tutaelezea aina za bid'a ambazo zipo katika zama zetu na ni mashuhuri. Katika hizo tutazigusia tatu. Moja, bid'a ya maulid ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo inatarajiwa kufanyika katika mwezi unaofuata, huo mwezi wa Rabiu al-Awwal. Hilo tutaligusia biidhnillah taala. Na pia kuhusiana na masala ya watu kufanya tabarruk katika pahala ama kwenye makaburi na kadhalika, nalo pia tutaligusia. Na muda ukibakia bado tutagusia bid'a zinazofanyika katika masaili ya ibadati mbalimbali, masaili mbalimbali ya ibada na bid'a zake zinazofanyika. Pasi na kupoteza muda, mwanzoni kabisa tuanze na jambo zima, taarifu ya bid'a na aina zake na hukumu zake. Allah atuwafikishe katika hilo. Anasema Sheikh Fauzan al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala, bid'a fi lugha, hili neno bid'a katika lugha, maakhudhatun min al-bad'i, imetolewa katika jambo la ugunduzi ama kuanzisha jambo. Wa huwa al-ikhtira', hilo neno al-bad'u maana yake al-ikhtira', kuanzisha jambo ama kuzusha kitu, ala ghairi mithalin sabiq, pasi na kutanguliwa na chochote. Ni jambo zuri, yani wewe ukaanzisha jambo lako, ukaanzisha kitu chako kipya, watu wengine wakawa hawana, ni katika ugunduzi hapa duniani wanaita. Lakini je, haya mambo yana hukumu gani katika dini yetu? Hili jambo jingine tofauti, na hasatan katika masaili ya ibadati, tutakuja kuona hapo mbele. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, badi'us samawati wal ard, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Yani Allah yeye ndo amezianzisha mbingu na ardhi pasi na mfano uliotangulia kabla yake. Yeye ndo wa kwanza kuleta mbingu na nini na ardhi. Kwa badi'u yani min albad'i,
yani albid'a. Hii bid'a maana yake kuanzisha jambo pasi na mfano kuwepo huko nyuma. Ai mukhtaraaha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio aliyevumbua na kuiumba hiyo mbingu na ardhi, min ghairi au ala ghairi mithalin sabiq, pasi na kutanguliwa na kitu chochote. Wa qawluhu ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote haya tunaelezea neno bid'a katika masala ya kilugha, maana yake nini? Kuanzisha jambo pasi na kuwa mfano huko nyuma, kama Allah alivyosema. Pia akasema tena, qul, sema ewe Muhammad, ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi si mtume wa mwanzo, yani mimi sikuwa ndo wa kwanza kabisa kuanza na hili jambo la utume. Walinitangulia kabla yangu mitume wengine, yani mimi sio bid'a katika mitume kwamba ndo mtume wa kwanza nimeanza mimi. Hakuna mfano wa mtume kabla yangu mimi, la wa hasha. Ipo mitume ilinitangulia. Anaambiwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aseme kuwaambia wale Makuraish na jamaa zake, ai ma kuntu awwal man jaa birrisala, mimi sikuwa mtu wa mwanzo katika waliokuja na ujumbe minallahi, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila alibad, kuja kwa waja. Yani mtume hakuwa mwanzilishi wa kuleta masala na masail mbalimbali ya ibada ambayo Allah aliwaamrisha viumbe vyake, bali Allah alikuwa na mitume mingine kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal taqaddamani, bali wamenitangulia mimi, kathirun min ar-rusul, mitume mingi sana ilinitangulia huko nyuma, na ilikuja hivi hivi ikiwahimiza watu wasimshirikishe Allah, wamwabudie yeye peke yake, wasimshirikishe na kitu chochote. Wayuqalu, na panasemwa, ibtadaa fulan bid'atan, mtu fulani amezua au ameanzisha bid'a fulani. Yani kinachokusudiwa ibtadaa tariqatan, ameanzisha mtu huyu njia, lam yasbiq ilayhi au lam yasbiq ilaiha ahadun, hakutanguliwa na yoyote katika kuanzisha njia kama hii. Kwa maana ya bid'a asili yake hasa katika lugha ni kuanzisha jambo, na jambo ambalo litakuwa halina mfano huko nyuma. Katika vigawano vyake hii bid'a akasema, albid'a ala alqismaini, bid'a imegawanyika vigawanyo vingapi jamaa? Mbili. Bid'a fil aadati, bid'a katika vitu vya kawaida, vitu vya ada, vitu ambavyo tumevizoea. Bid'a katika vitu vya kawaida, kabtidai almukhtaraat alhaditha, kama vile watu wanavogundua haya mambo mapya. Wamegundua kuna ndege watu wanapanda wanaruka, kuna treni za spidi, kuna makompyuta, sijui madudu gani, umeme, vitu vyote vilivyogunduliwa vya kisasa hivi vya maendeleo wenyewe wanaita. Hii yote ni katika bid'a kwenye mambo ya kawaida. Wakagundua watu, sijui kuna simu, unaweza ukakaa hapa ukaongea na mtu yupo nchi mbali na wewe na mkaonana. Yote haya ni katika maendeleo au katika mambo yenye kugunduliwa katika mambo ya ada, mambo ya kawaida ambayo si mambo ya ibadati. Watu wakagundua kuna majiko ya umeme, wanatumia umeme wanapikia. Watu wakagundua kuna kadha wa kadha, na vingi vilivyogunduliwa wengi tunavijua. Hivi vyote ni katika mifano wa bid'a, lakini bid'a hizi ni bid'a za ada. Akasema katika kuelezea hukumu yake Sheikh Al-Fauzan, Allah muhifadhi, wa hadha mubahun, na jambo hili ni halali. Kugundua system fulani ikakusaidia katika maisha yako, kugundua ndani joto limezidi tukaeka AC, tukaeka mafeni, kugundua tukaweza kutumia tochi wakati umeme umezimwa na kadhalika. Zote hizi ni katika nini jamaa? Ni katika mambo ya halali, yanafaa, inajuzu katika masaili ya adati, masaili ambayo si ibada. Kwa sababu gani? Lianna al-asla, kwa sababu asili fil adati al-ibaha. Mambo ya kawaida asili yake, msingi wa kisheria unatuambia mambo haya nini? Mubah kuyafanya. Kama vile kupika, leo ukapika biriani ukalichanganya na pilau humo kikawa kitu kimoja. We bwana, umevumbua jambo jipya katika mambo ya ada, na hili jambo linajuzu, tena mubah, halali kabisa kulifanya. Utakavyojisikia wewe leo samaki nusu mchemshe nusu mkaange alafu ukamla kwa pamoja, hiyo juu yako wewe. Hili jambo ni jambo la ada, linajuzu, linafaa. Ama tukija katika masaili ya ibada, hapa jambo jingine.
Akasema Sheikh, wabtidaa fi dini, na kuzua ama kuanzisha jambo fulani katika dini, hadha muharram. Hii namna ya pili ya bid'a ambayo ni kuzua na kuanzisha mambo katika masala ya dini. Na tukisema dini, yani dini yetu ya Kiislamu, matendo yetu ya Kiislamu ambayo tunataraji tutakuja kulipwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaja ukagundua jambo lako jipya kama wanaofanya baadhi ya jamaa wanaojinadi kwamba hii dua nimeachiwa na shekhi wangu. Kuna dua ambayo maswahaba, hiyo dua karatasi 4 anasoma peke yake hiyo na kadhalika. Hii nimeachiwa na shekhi wangu, na yeye akipata wanafunzi wake anawaachia madua special. Allahul musta'an. Na mengineyo katika wanayoyafanya. Sema Sheikh, wa hadha muharramun, na jambo hili la kuzua katika dini ama kuanzisha jambo jipya lisilokuwa na mfano huko nyuma, kama vile watu walivyogundua taa miaka 200 300 nyuma iliyopita. Kulikuwa hamna masala ya taa, masala ya umeme, masala sijui ya kutumia mafuta, vitu vyote hivi vigeni. Wanaotaka wakafanye bahthi waangalie umeme umegundulika lini, wakaangalie taa hizi zimegundulika lini, sijui mambo ya mafuta haya yamekuja lini, yote mageni. Yani hayana miaka 500 600 nyuma iliyopita alikuwepo. La, yani ukiambiwa wanazuoni kina Imam Ibn Taymiyyah, kina Imam Ibn al-Qayyim na wengineo walikuwa hawavijui vitu kama hivi, sijui jambo la umeme, sijui mafuta, sijui ya kufanyia kadha, haya magari yanayotembea na kadhalika. Inawezekana alikuwepo, ila si katika mfano uliokuwepo hivi sasa. Siku hizi wamegundua kila kitu karibia kutumia umeme yani. Na Allah mjuzi zaidi. Yote haya ni katika mambo ya ada. Tumesema mambo haya nini jamaa? Mubahun, ni halali kuyafanya, halali kuyatumia, halali kugundua. Kaumize kichwa, gundua na wewe la kwako lilete. Watu wakilipenda watalinunua, fabiha wa neema, hakuna tatizo. Ama katika dini, masala ya ibada, masala ya dini, la, hadha muharram, jambo hili ni haramu kabisa kulifanya. Kwa nini? Sheikh akaleta illa, akasema lianna al-asla fihi at-tawqif, kwa sababu masala ya dini, masala ya ibada, asili yake hili jambo lithibiti. At-tawqif tulikute katika masala ya dini, katika kitabu cha Allah, katika sunna za mtume, katika ijmaa ya wanazuoni na kadhalika. Tulikute hili jambo lipo limeandikwa katika masala ya nini? Masala ya dini. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Atakaye anzisha jambo, ahdatha, akalitengeneza likawa jipya, akalileta jambo lake, hadith yeni katika dini halipo. Na hapa linakusudiwa masala ya dini jamaa, wala si masala ya kugundua umeme na feni, masala ya kugundua magari na vitu vinginevyo. La, yanakusudiwa masala ya dini. Fi amrina, katika jambo letu, na jambo alilokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni dini ya Kiislamu. Kwa katika hili jambo la dini ukavumbua jambo lipya ambalo halipo, ma laysa minhu, jambo hilo halikutajwa katika dini, fahuwa raddun, jambo hilo mtu huyo hatolipwa, atarejeshewa jambo lake. Au man amila amalan, atakayetenda matendo, laysa alayhi amruna fahuwa raddun, katika hayo matendo hakuna amri yetu, yani hakuna hii dini yetu, halijaelezewa katika hii dini yetu hayo matendo aliyoyafanya, fahuwa raddun, yatakuwa ni yenye kurejeshwa. Kwa hapa tumepata kuona aina mbili za bid'a. Kuna bid'a katika mambo ya ada, na tukasema asili mambo ya ada ni nini jamaa? Halali, mubaha kuyafanya, zua unavyotaka, fanya unavyofanza, hakuna shida katika masala ya nini jamaa? Ya ada. Kula, kunywa, kuvaa, ili mradi katika kula kwako usile haramu, kwenye kuvaa ili mradi usivae haramu, usikae utupu na kadhalika. Fanya unavyotaka baba, tengeneza zua unavyozua, hamna shida. Lakini tukija katika masala ya dini kuna misingi na tuzuia, kwa sababu asili katika masala ya ibada at-tawaqquf, jambo lithibiti, jambo lipatikane katika hii dini yetu ndipo lifanywe. Tusogee mbele katika vigawanyo vya bid'a, anwa, aina za bid'a. Tumeigawanya bid'a sehemu kubwa mbili, tukaona kuna bid'a ambazo hazina shida, na hizi si mlango wetu wa kuzungumza.
Bid'a ambazo ni mubaha, yani kuzua kutengeneza gari jipya, ukaja ukatengeneza gari zuri ukalileta hapa, watu wakatumia wakafaidika nalo, lillahi alhamdu. Watu walijitahidi, uliona bodaboda wakagundua, wakaleta bajaji. Siku hizi kuna bajaji zinapanda watu 10, sijui vitu gani. Wewe gundua unavyotaka, hivi havina shida, na hivi katika dini halali. Ama tukija katika masala ya dini kugundua katika subhanallah, hii mambo ya kugundua katika ada ni halali, sio katika dini katika dini jamaa, kwenye ada. Ama katika dini kugundua jambo lako jipya ukalileta, la, dini ilishatimia. Kwa vidhibiti vinatuambia dini asili yake, matendo ya katika dini yanahitajia at-tawaqquf, yapatikane, ujizuilie usiyafanye mpaka upate dalili. Ukishapata dalili ndipo uanze kuyafanya yale masala. Sasa tuhamie katika hizi aina za hizi bid'a zinazokusudiwa hapa na tutakazozungumza leo. Si katika bid'a za tukaja tukasema sijui taa ilitengenezwa na nani, ilianzia wapi. Haya hayatuhusu, kwa sababu haya mambo halali, leo ukileta tutapokea, hatuna shida nayo. Haya tunataka kuelekezana kuhusu dini jamaa. Ni bid'a zile ambazo hazifai katika dini, bid'a ambazo asili yake haya mambo ya ibada at-tawaqquf, yathibiti, ujizuilie kufanya mpaka utakapopata ithbati ya kuthibiti hili jambo. Anwaul bid'a, aina za bid'a kama tulivyosema katika dini zimegawanyika sehemu mbili. Bid'a za kwanza au qismaini, qismu mbili, vigawanyo viwili, bid'a za ada na bid'a za dini au bid'a katika matendo ya ibada. Na hizi za katika matendo ya ibada zinagawanyika tena sehemu ngapi jamaa? Mbili. Tuzigawanye sehemu mbili. Na kwenye kugawanya hapa, mtu akigawanya sehemu 10, sehemu ngapi, la basa bihi. Lengo ni kudhibiti masala na kuyakaribisha. Lengo kudhibiti masala na kuyakaribisha. Tukizigawanya sehemu mbili, sehemu za kwanza kuna bid'a kaulia, bid'a za maneno ama bid'a za kiitikadi, bid'a za kusema, mtu anaitakidi kitu fulani na anasema kitu fulani. Hizi bid'a za nini jamaa? Za maneno. Na aina ya pili ni bid'a fi ta'abbud, katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wa bid'a za maneno kama vile bid'a za Jahmiya. Miongoni mwa makala ya Jahmiya alikuwa nini jamaa? Anayajua japo mmoja? Makala ya Jahmiya, Al-Jahm na ndugu yake Jahm bin Safwan na Jahad bin Dirham walikuwa na makala hawa katika dini yetu, makala za uzushi. Yani maneno waliyasema, maneno haya hayakuwepo asili katika nini? Katika dini. Miongoni mwao vitu gani jamaa? Twende kwa mifano ili watu wapate kukumbuka. Bila hivyo tuyaache, tusije tukapoteza muda kama watu hawajui. Nitataja kwa haraka. Mathalan, katika bid'a ya Jahmiya walikuja wakasema Allah hana sifa, Allah hana majina. Walikataa majina ya Allah na sifa zake, na wakaja wakakataa baadhi ya aya za Qur'ani na kadhalika. Wakasema Qur'ani imeumbwa na mambo tele. Na hizi itikadi sio kwa zote zimeondoka, la, baadhi yao zipo, na wapo watu katika miji yetu wanaziitakidi. Allah waongoze wao na sisi. Lakini hizi ni itikadi za upotevu, tena zinaelekea katika kufuru kama walivyosema baadhi ya wanazuoni. Na leo hatupo katika kuelekezana bid'a za hawa watu, bali tunataka kuelekezana kuhusiana na sala zima la bid'a. Bid'a hizi zina sifa gani na zipi tuziache, na malengo ni huko mwishoni insha Allah taala. Kwa bid'a kama hawa za Jahmiya, hawa walikataa majina ya Allah na sifa zake na wakapinga baadhi ya aya za Qur'ani. Bid'a za Mu'tazila walikataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, japokuwa walikubali baadhi au majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'a za Rafidha, kuwatukana baadhi ya maswahaba, yani mashia na ndugu zao. Na baadhi ya makundi mengine walikuja na maneno, makala fulani waliyasema, lam yattakhidhillah Ibrahima khalila, Allah hakumfanya Ibrahim ni kipenzi chake. Haya ni maneno waliyasema, ni bid'a za kaulia. Na hizi bid'a nyingine zinapelekea mpaka katika kufuru, tutakuja kuona huko, waliyadhu billah. Na bid'a za ibadat, kama vile mtu akawa anafanya ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hakuziwekea sheria. Kuna ibada akazua, akawa anaifanya, akahisi hii ibada ni sahihi na akaifanyia kazi, na Allah hakuweka sheria katika ibada hiyo. Na hizi zina vipengele tofauti tofauti, tutapitia takriban vipengele 4. Kwa hizi bid'a ambazo zipo katika dini tunazigawanya vifungu viwili. Kuna bid'a za makala, za maneno watu wanasema, au za kiitikadi, na kuna bid'a za ibada. Hizi bid'a za ibada tunazigawanya tena sehemu ngapi jamaa? 4. Sehemu ya kwanza
ambazo hizo ibada asili yake zinakuwa zina asili fulani katika ibada. Mathalan, tutakuja kuona ma yakunu fi asli al-ibada, ibada ambazo zipo katika asili ya ibada. Mathalan, mtu akasema adhuhuri tusalini rakaa 3. Asili swala ya dhuhuri ipo katika sheria, haipo jamaa? Ipo, lakini akabadilisha kutoka rakaa 4 akaeka rakaa ngapi? 3, na hizi chache sana. Au akasema mimi leo siku ya Idi ya kuchinja, Eidul Adha, yaumun nahri, siku ya kuchinja, akasema mimi leo nitachinja farasi. Siku ya Eid watu watakiwa vichinjwa kama vile vichinjwa vinavyotolewa zaka. Je, farasi ni halali si halali kuliwa? Halali kuliwa. Je, anafaa kuchinjwa siku ya Eid yaumun nahri? Aljawabu la. Kwa huyu atakuwa amefanya bid'a, amezua jambo ambalo lina asili katika dini. Kuna asili ya kuchinja, na huyu farasi ni halali, lakini huyu farasi hachinjwi, si vichinjwa katika vichinjwa vinavyochinjwa siku gani? An-nahri. Si tunaelewana jamaa? Kwa hii ni miongoni mwa aina, kama ikitokezea watu wamefanya, maana yake watakuwa wamezua katika dini. Au kuna watu mathalan wakafanya Eid, mathalan Eidul Miladi, Eid ya kuzaliwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asili katika dini yetu kuna Eid? Hakuna. Ipo, tuna Eidul Adha na Eidul Fitri, lakini watu wakaongezea kuna Eid ya kumzaliwa nani? Wazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika nyongeza ambayo haikufanywa na wema waliofanya nini? Waliopita, bali ilizuka miaka fulani hapa katikati, na zilikuwepo nyingi, ila zikaondoka, ikabakia mashuhuri hii ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili si katika jambo la sawa, watu wajiepushe nalo, na tutaona baadhi ya maneno ya wanazuoni biidhnillahi taala. Na katika aina hizo pia kuna bid'a ambazo zinakuwa ziada, nyongeza katika ibada. Inawezekana ibada fulani ipo imefanywa kadha na kadha, wewe ukaja ukabainisha nao iwe kadha wa kadha wa kadha ifanyike. Mathalan, kuna watu wanadua, bwana wewe unaumwa kichwa, sema astaghfirullah mara 2000. Hili jambo halina dalili katika sheria. Huenda kuna mtu ana tajarubu alifanya akapoa, lakini linakuwa wewe ulisema mara 2001, yani ile idadi lazima iwe muhaddad 2000 usizidishe. Haya la, hii si sahihi. Inawezekana mtu akazidisha, inawezekana akapunguza, na wala hakuna ugomvi katika hilo. Ama wewe kusema lazima iwe hivi kana kwamba jambo lilothibiti nassan lisipungue hivyo, hili la naelekea pengine sipo. Na vile vile mtu akafanya katika ibada akazidisha au kupunguza, yani asili lipo katika dini, na yeye akafanya kwa ziada akaongeza au akapunguza, nalo pia linaondoka. Kwa la kwanza lina asili tu katika dini, hili la pili lipo na watu wanafanya, watu wakaongeza na kupunguza. Na la tatu, wakabadilisha namna gani ya kufanya. Mathalan, mtu akawa anaomba dua katika sala. Tunajua kuna dua watu wanaweza wakaomba kabla ya sala, baada ya sala, au jambo la kuomba dua katika dini yetu ni mashrua. Sinaelewa vizuri jamaa? Mtu akakaa na shida zake akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ila wakatokezea watu wakasema kila baada ya swala lazima tusome dua ya nini? Ya jamaa. Au kila ikifika mfunguo 3 lazima tuwaombee dua maiti zetu, yani kuna muda maalum wa ufike ndio watu wafanye jambo fulani. La, hili nalo si sahihi. Yani wakaweka hii ibada itimie lazima ipatikane muda fulani, ikifika hiyo miezi ndio zinafanyika hizo ibada. La. Na ikawa ukifanya muda mwingine wewe bado bwana muda wa kurehemu maiti zetu, mbona unafanya haraka? Si sahihi, inabidi mpaka ule muda ufike. Hili nalo linaelekea katika aina za nini jamaa? Za bid'a. Na jambo la 4 la mwisho ni hilo la kuelezea sifa fulani ya kufanya. Hii ni sifa ya kufanya na kuelezea muda fulani, kupangilia muda. Mathalan, mtu akasema hii ibada haifanyiki isipokuwa mpaka ifike muda fulani. Mathalan, katika zile ibada za Mi'raj, na wanafanya nakuwa usiku wa kusoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupandisha kwake kwenda kwake Isra na nini na Miraj, mwezi 15 au mwezi 17, mwezi 27, siku maalum hiyo ikifika, msikitini tunafanya akdu ya majlis, watu tunakutana, tunasikiliza kisa hicho na kadhalika. Haya yote yanapelekea katika bid'a, na asili hayakuwepo, na kwa kuwa hayakufanywa yasifanywe kama kidhibiti, na dini ili iende lazima yatokezee. Hukumu ya bid'a ni nini? Hukumu ya bid'a, nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa iyyakum wa muhdathati al-umuri,
na ole wenu, jiekeni mbali, jiepusheni na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hakika kila lenye kuzuka ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila lenye kuwa ni bid'a au lenye kuzuka ni upotevu. Na hapa tunapata kwamba itikadi yoyote ama ibada yoyote itakayokuja imezushwa, haikuwepo tangia zama za Mtume na wema waliopita, zile karne 3 bora, katika masala ya ibada, haya mambo yatakuwa hayafai, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwanasihi masahaba zake kwenye nasaha zake wajiepushe na masala ya nini jamaa, ya bid'a. Na hadithi nyingine kama zile mbili tulizotanguliza huko mwanzo, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, au man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hizi zote zinasisitiza na kuonyesha kwamba jambo la kuzua jambo jipya katika dini, jambo hili halifai. Na katika hukumu za bid'a kwamba tumeona haifai, ila tujue tukitambua katika bid'a zipo bid'a zinazomfanya mtu anakufuru. Yani kuna bid'a ukifanya unakufuru hapo hapo moja kwa moja kwa kuwa tu umefanya ile bid'a. Mathalan, mtu akaenda kulizunguka kaburi kwa malengo ya kufanya ibada au kujikaribisha kwa yule aliyekufa, labda ni shekhi na kadha na kadha, anatafuta radhi zake, kuzunguka kaburi. Hili jambo ni bid'a shirkiyan, mtu anatoka katika nini, katika dini, anakufuru. Au mtu akachinja kwa ajili ya kaburi, anachinja kwa ajili ya shekhi na shida, almadad, tukunjulie. Haya mambo yanapelekea katika nini jamaa? Kufuru. Au kuwaomba watu waliokufa, bwana mimi nina shida kadha wa kadha wa kadha, mwalimu wangu umetangulia, naomba unisaidie. Kuomba vilivyokufa la, ni katika shirki, vinapelekea katika kufuru. Kuomba kwa kuokoe, kufanya yote yanayopelekea katika ibada likawa jambo la ibada ukafanya na jambo hili halikuthibiti, kwanza linakuwa bid'a, pili linakupelekea katika nini jamaa? Ukafiri. Hiyo namna ya kwanza. Au namna nyingine tumesema bid'a zote hukumu yake hazifai, bid'a za katika dini, ama zile zilizokuwa nje ya dini, bid'a za kuzusha, kutengeneza mafeni, sijui kupaka rangi ya kitu gani, hivi vyote jaiz, mubah, vinafaa. Ama katika dini la, havifai. Na hivi ambavyo havifai katika dini, vipo ambavyo vinamfanya mtu anakufuru moja kwa moja, au vipo vinampelekea mtu katika wasaili za shirkia. Inawezekana asifanye shirki, ila ikawa ni njia ya kufikia katika nini, katika shirki. Tukisema wasail au njia ya kufikia pahala fulani, shirki ipo mbali na wewe, hujaifikia shirki, ila umetengeneza, umesafisha barabara, huenda wakafika wengine katika hiyo nini, shirki. Asili ya shirki mathalan, masala haya ya kuabudia masanamu na kadhalika, yalitokezea zama za Nabii Allah Nuh. Wale watu wake waliambiwa hawa na kadha na kadha, na historia ndefu kuhusiana na jambo hili, na nikiingia muda hauniruhusu tuliache. Ila ikiwa ni njia katika njia za shirki, mathalan kujenga katika kaburi au kuswali katika kaburi. Kuswali katika kaburi kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala si shirki, ila ni njia inaweza kupelekea katika nini, shirki. Huenda watu wakakuona wakajua kumbe kuswali, kuabudia waliokuwa makaburini linafanya nini, linajuzu. Kwa hili la, ndio maana watu wanaambiwa wajiepushe na hili jambo. Sio hilo tu, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwenye makaburi hamna shida jamaa, sio shirki, ila ni njia inaweza ikawapelekea wengine wakafanya nini, wakafanya shirki. Ndio maana watu wanaambiwa wafanye nini, wajiepushe nazo. Au ikamfanya mtu akaharibu itikadi zake, kama vile makhawarij wanaitakidi kiongozi akiwa mwovu lazima apinduliwe, wanaitakidi itikadi za murji'a, watu wote imani zao sawa sawa na Saidina Abu Bakar. Hizi itikadi hazimpelekei mtu katika kufuru wala hazimpelekei mtu katika shirki, lakini huenda hizi itikadi zikamharibia itikadi yake iliyokuwa nini, sahihi, akaacha kufanya matendo. Mathalan murji'a anasema la yadhurru al-iman ma'al a'mal, yani matendo yote utakayofanya imani yako haifanyi nini, haidhuriki. Yani imani haidhuriki kwa matendo. Ukanywa pombe, ukawa mzinifu, ufanye utakachofanya, imani yako haishuku. Wewe bado unasema la ilaha illa Allah, wewe Muislamu. Haya mambo yanaweza kukupelekea ukaingia katika masala yakakutoa katika nini, katika dini. Kwa ndio maana yakawekwa katika masala ya itikadi ambazo zitakupeleka zikuondoe kwenye itikadi iliyokuwa sahihi. Anasema al-Hafidh Ibn Rajab katika masala haya bid'a. Ibn Rajab al-Hanbali sahib wa sharhu ya 40 an-Nawawiyya
katika kusherehesha hadithi ya kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, akasema hili neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam kullu bid'atin dalala min jawami'il kalim, kama tunavyojua 40 an-Nawawiyya ama zile hadithi 50 zilizoongezewa hadithi 8 na Ibn Rajab al-Hanbali, hadithi zile zinaitwa jawami'il kalim, zimekusanya maneno ambalo neno moja unaweza ukatengeneza kitabu kizima. Mathalan Mtume alivyosema kullu bid'atin dalala, kila upotevu nini? Yani kila bid'a ni upotevu. Neno hili akasema min jawami'il kalim, ni katika maneno yanaenea kila pahala, na hili neno la yakhruju anhu shay'un, katika hili neno hakuna kinachotoka. Wa huwa aslun adhimun min usuli din, nao ni msingi mkubwa katika misingi ya dini. Wa huwa shabihun biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, nalo linafanana na kauli ya Mtume aliposema man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, au akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Fakullu man ahdatha, kila atakayezua shay'an, kitu chochote, wa nasabahu ila dini, akakiegemeza kitu hicho katika dini, katika matendo ya Waislamu, walam yakun lahu asl, na hicho kitu kisiwe kina asili, yani jambo hilo halikuwahi kutajwa katika vitabu au katika Qur'ani, katika sunna, katika ijmaa ya wanazuoni, yarji'u ilayhi, msingi huo tunaweza tukalirejesha hilo jambo, fahuwa dalal, jambo hilo linakuwa ni upotevu. Wad-dinu bari'un minhu, na dini ipo mbali kabisa na hilo jambo. Wasawa'un fi dhalika masailu al-i'tiqad, na jambo hilo linaingia katika masala ya kiitikadi, au al-a'mali, au masala ya matendo, au al-aqwali, au masala ya maneno, adh-dhahira wal-batina, yaliyokuwa wazi na yaliyojificha. Intaha, kauli yake ikaishia hapo. Kwa watu wengi wanaofanya mambo ya bid'a wanakuwa kuna pahala wanaegemea. Pahala gani hapa? Akasema watu hawa wa bid'a wana sehemu kubwa mbili wanazitegemea. Mathalan katika kauli ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aliposema katika sala ya tarawih, ni'matul bid'a au ni'mat albid'a hadhihi, bora ya bid'a nini? Ni hili jambo la watu kuswali tarawih kwa pamoja. Pia wakasema haya mambo yaliyozuka, yani mathalan yaliyotokezea baadhi yao, lam yastankiruha salaf, wema hawakuyapinga. Mfano katika mambo gani? Jambo lilotokezea kwa Saidina Abi Bakar na Saidina Uthman, jambo la kukusanya Qur'ani. Kipindi cha Mtume Qur'ani wanasema haikukusanywa, ilikuja kukusanywa kwa Saidina nani? Abu Bakar au kwa Saidina Uthman. Hili jambo mbona uzushi, na wema waliopita hawakulipinga? Kwa linakueje hili? Pia kuandika hadithi za Mtume zilikuwa haziandikwi. Mtume aliwahi kuwakataza hasa masahaba wasifanye nini? Wasiandike, ili wasiweze kuchanganya Qur'an na nini na sunna. Baadhi ya wanazuoni wanasema kwa mbona hili nalo bid'a na hawakusema? Majawabu yake kama ifuatavyo. Kwa mfano katika kauli ya Saidina Umar kwamba ni'matil bid'a hadhihi, bora ya bid'a ni bid'a hii ya watu kusali swala ya jamaa kwenye tarawehe. Sema hii bid'a aliyokusudia hapa sio bid'a katika dini, yani jambo la kuzua, kwa sababu hili jambo la swala ya tarawih lina asili. Mtume aliwahi kuswalisha swala ya tarawih kwa jamaa kipindi yupo hai. Manake jambo limethibiti, halijathibiti jamaa? Limethibiti. Kwa kuwa jambo lipo, hili jambo haliwi nini jamaa? Haliwi bid'a. Jambo la pili la kukusanya Qur'ani, kukusanya Qur'ani Saidina Abu Bakar na Saidina Uthman walipokusanya, nalo pia wakasema hili mbona ni bid'a? Akaambia la, Mtume aliwaamrisha maswahaba waandike nini? Qur'ani. Tena wakiandika anawaambia nisomeeni, wanasoma, na mtu akikosea anaambia hapo fanya nini? Rekebisha. Hili jambo pia lilithibiti. Manake jambo la kukusanya Qur'ani yote inawezekana halikuthibiti, lakini la kukusanya Qur'ani lilikuwepo. Hili jambo lina asili katika dini. Kwa kuona baada ya Saidina Abi Bakar watu kufa na kadhalika mahufadhi wamepungua, akaona akusanye nini? Qur'ani yote katika kitabu kimoja. Saidina Uthman akaikusanya Qur'ani yote katika lahaja ya Quraysh, na Allah mjuzi zaidi. Tusogeni mbele tuangalie katika historia bid'a zilianza kuzuka muda gani, yani ilikuweje bid'a zikaanza, yani muda gani bid'a zilianza. Anasema Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah, wa'lam, tambueni, anna ammatal bid'a, kwa hakika bid'a nyingi
almutaalliqa bilulumi walibadat, zinazoendana na jambo la elimu na jambo la ibada, inma waqa'a fil umma, umetokezea katika umma huu fi awakhir ahdi alkhulafa'i ar-rashidin, mwishoni mwa zama za wale makhalifa waongofu. Tunajua kulikuwa una utawala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa akafuatia nani? Makhalifa wanne waongofu. Wa kwanza Sayyidina Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Kwa hizi bid'a nyingi zilianza huku mwishoni kwa kina Sayyidina Uthman na Sayyidina nani? Sayyidina Ali, mwishoni mwao. Mwanzoni kwa Sayyidina Abu Bakar kama zilikuwepo basi ni chache, na nyingi zilidhibitiwa, ili zile zilizozuka zikaendelea zilikuwa ni za mwishoni. Sisi tunaelewana jamaa? Akasema kama akhbara bihi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kama mtume alivyotolea habari, mtume alibashiri hili akasema, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi muda mrefu katika nyinyi ataona khilafu, watu watatofautiana sana. Fa alaykum bisunnati, juu yenu kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa waliokuwa waongofu. Na bidaa hizi tulisema zimezuka mwishoni mwa hawa wa makhalifa waongofu. Kwa watu wajitahidi kufuata sunna za mtume, wakaachana na hizo bidaa. Akajaribu Sheikh al-Islam kuzielezea, sema mathalan katika hizo bidaa, ya kwanza kutokezea bid'atul qadari, bidaa ya qadar. Walisema la qadara, hamna makadirio, yani Allah hajapangilia mambo, wal amru unufun, na kila jambo linazuka tu. Yani wewe sasa hizi Allah hakukadiria sisi tukutane hapa, na wewe kama utatoka au hutoki humo msikitini, Allah hilo jambo halijui mpaka litokezee. Ukishatoka msikitini ndo Allah anajua. Kwa alikataa nini? Qadar. Na katika nguzo sita za imani, nguzo moja inasemaje? Al-qadaru, jambo la qadar. Allah amepangilia kila kitu na kutokezea kwake, kabla hakijatokezea Allah alishajua. Sisi tunaelewana vizuri jamaa? Wao wakalipinga hili jambo. Hili ndio jambo la kwanza kabisa kuzuka. Kisha ikafuatia bid'atul irja, jambo la kuchelewesha matendo. Al-irja maana kuchelewesha kitu fulani, ukakisubirisha kidogo, ukamweka mtu pending, anakusubiri. Sawa sawa jamaa? Kwa al-irja wanasema kwamba katika imani matendo sio lazima sasa hivi. Yani wewe matendo hata usipoyafanya, ili bado umeamini la ilaha illa Allah, inatosheleza hiyo. Kwa nini? Kwa wewe imani yako, yani imani yako wewe na Saidina Abu Bakar. Sasa imani haipandi wala haishuki, imani kitu kimoja, na ukishaamini umeamini wewe, hamna matendo utakayoyafanya ukakufuru. Na wanazo adilla, japokuwa nyingi zina shubha na mengi mengineyo, na si muda wa kugusia hizi itikadi na kadhalika. Baada ya bid'a irja ikaja bid'a ya at-tashayyu', watu kuwa mashia na khawarij, wakatokezea makhawarij. Kisha akatokezea maktala Uthman, akauliwa Saidina Uthman. Zikatokezea bid'a za haruriya zama za Saidina Ali, na mwishoni mwa masahaba ikatokezea al-qadariya, bid'a ya qadariya. Yani watu wa bid'a hawa walikuja wanakataa qadari moja kwa moja. Ibn Umar na Ibn Abbas na Jabir na mfano wao, wakati wanakufa hawa mwishoni ndio zinaishia hizo bid'a au zinazukazuka. Mathalan katika masala ya murji'a yalitokezea pia zama hizo hizo baada ya kufa hao kina Ibn Umar na Ibn Abbas na kina Jabir. Lakini Jahmiya ilitokezea katika asiri za matabi, masahaba washaondoka. Jahmiya imetokezea katika asiri za nani? Matabi'in, wala si katika zama za masahaba. Kwa bid'a zilizotokezea mwanzoni mwishoni mwa masahaba ni kama hizo mambo ya qadar na mambo ya irja. Lakini masala ya Jahmiya na masala yalikuja baada yake kama hayo ya masala ya bid'a hizi za kisasa, masala ya maulid na kadhalika, yote yalitokezea katika asri za tabi'in au baada ya asri za tabi'in. Na hizi bid'a mathalan hii bid'a ya Jahmiya hasatan, anasema Sheikh al-Islam, ilitokezea katika zama baada ya kufa Umar bin Abdul Aziz, na hili lilitokezea katika mji unaitwa Khurasan, ndio ilikuja katokezea hiyo bid'a ya Jahmiya katika khilafa ya Hisham bin Abdul Malik, na Allah mjuzi zaidi. Na bid'a hizo au bid'a zilizotokezea katika karne ya pili katika maswahaba walikuwa wapo hai, bid'a hizi wanasema zilipingwa na maswahaba, na maswahaba walizikataa wakazikemea vya kutosha, bid'a ambazo zilitokezea zama zao. Ama zile zilitokezea baada yao
walitokezea wanazuoni kama kina Imam Malik na wengineo, walikuja wakazikataza, kina Imam Ahmad bin Hanbal, na kuzikemea bidaa hizo. Na sisi tujitahidi katika kuchunga kujiepusha nazo hizi bidaa. Inabidi mtu upambane na kushikamana na sunna, sababu kila mwenye kuachana na sunna anaweza akavamia katika masala ya bidaa. Na bidaa kuna masala hapa nilitaka kuelezea kwamba bidaa na miji yake iliyozuka katika mji fulani, kulitokezea bidaa fulani, lakini muda umetukata mkono, tutaliacha hilo. Inshallah tukipata fursa siku nyingine tutaweka muda wa kutosha na kulizungumza vizuri. Tuingie moja kwa moja kwenye sababu ambazo zilisababisha kuzuka kwa bidaa. Vitu gani vilikuwa hasa ni sababu, na sisi hivi tuvichunge. Ndio maana nataka kuhamia hapa kabla muda hujaisha, kwa sababu tutapata picha kitu gani na kitu gani sisi inabidi pia tuvichunge, ili tusije tukaingia katika nini jamaa, katika bidaa. Na katika kipengele hichi tutaenda pamoja na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii njia yangu, yani dini yangu, mustaqima, njia yake imenyooka, fattabi'uhu, ifuatisheni hii njia, wala tattabi'u subula, wala msifuatishe vijia vingine vidogo vidogo, fatafarraqa bikum an sabilihi, vikawatenganisha, vikawavunja, vikawajalia hampo katika njia moja, mkafarikiana katika hiyo njia iliyokuwa sawa sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipambanua hii aya alipokuwa akielezea hadithi iliyopokelewa na hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Alielezea Mtume, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatta, Mtume alichora mstari. Katika mafunzo ya Mtume, subhanallah, Mtume alikuwa akipenda sana kutoa mifano, akipenda sana kuelezea kwa namna watu waelewe. Kama mfano katika hadithi hii Mtume alienda akachora mstari, yani wamekaa kama nje huko, akawachorea mstari, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan, Mtume alitucholea mstari. Faqala, akasema, hadha sabilullah, hii ni njia nani? Ya Allah, yani dini ya Uislamu iliyokuwa sawa sawa. Thumma khatta khututan, kisha akachora vimstari vingine, an yaminihi wa an shimalihi, kuliani mwa ule mstari na kushotoni mwa ule mstari. Thumma qala, kisha akasema, wa hadhihi subulun, na hivi vijia vingine vidogo vidogo, ala kulli sabili, katika kila njia, minha, miongoni mwa hizi njia, shaytanun, kuna kijishaitani. Shetani jamaa msanii majini tu, mpaka binadamu pia nao ni nani? Mashaitani. Minal jinnati wan nas, katika majini na watu. Kwa shaytanun, kuna shaitani fulani, yad'u ilayhi, anawaita watu waingie katika hiyo njia ambayo ni upotevu. Thumma tala, kisha akasoma aya Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu ya sawa sawa iliyonyooka, muifuatishe wala msifuatishe vijia vingine, yani vile vidogo vidogo alivyo vichora katika ile njia. Fatafarraqa bikum, mkafarikiana nyinyi, an sabili, fatafarraqa bikum an sabilihi, katika hii njia sawa sawa. Dhalikum wassakum bihi, hili ni katika jambo ambalo amewahusieni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha yeye. Kwa mtu yote atakayeachana na kitabu na sunna, yani ile njia iliyonyooka sawa sawa, ataingia katika kijia chingine. Inawezekana asiingie tamaman, ila akaingia naw'ama, lakini ukiachana na kitabu na sunna utakamata njia nyingine. Kwa tujitahidi jamaa, kila unachotaka kufanya jambo la dini lirejeshe katika kitabu na nini, na sunna. Na katika asbabu au mambo yanayofanya watu wahame kwenye kitabu na sunna, jambo la kwanza, aljahlu bi ahkami din. Watu wanajingika na masala ya nini jamaa? Ya dini. Yani mtu hajui swala yake inakuweje, hajui funga yake inakuweje, hajui namna gani ya kujitaharisha kutokana na janaba, hajui namna gani ya kujitaharisha kutokana na kadha na kadha, hajui kikimfika kadha afanye nini, hajui miamala. Mtu anafanya biashara ana mamilioni, hajui ahkam za zaka, hajui katika ile biashara yake miamala gani haifai. Huku ni kujingika katika nini jamaa?
masala ya dini yako. Ukiwa mjinga katika dini yako, huenda ikawa sababu ya wewe kuingia katika nini? Katika bid'a. Kwa tusiwe bendera, upepo ukapiga huku wewe unapepea, ukapiga huku na wewe unapepea. La. Dini hii jamaa ndiyo dini yetu. Jifunze. Siku ya kiyama hamna kitakachomnufaisha mtu isipokuwa nini? Matendo yake. Leo kuna matendo duniani, akhera hakuna matendo tena. Matendo ni sasa. Kwa tujiandae sasa hivi. Nini tunaenda kujibu kwa Mola wetu. Kwa jambo la kwanza kubwa kuliko yote ni ujinga katika dini. Na mtu utakuta anafuata, bwana sisi tunafuata tu, hana analolijua. Hukufuata kichwa mchunga, huku hakufai. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, ittiba'ul hawa, mtu kufuata matamanio ya nafsi. Mathalan kishajifunza jambo la kwanza alikuwa hajui, udhuru wanao, tutamfundisha. Kishajua hili jambo halifai, anambia mimi hili nalifanya. Akwambia wali wa maulidi una makosa gani? Huu wali wa maulidi, yani maulidi hayafai, sawa. Huu wali huu kishaelekezwa, lakini Allahul musta'an, huyu anafuata matamanio ya nafsi yake. Kilichobaki kishaelewa, kishajua hivyo, lakini kilichobaki bwana hii China hili hapa, ilichobaki nini jamaa? Matamanio ya nini? Ya nafsi. Kwa ukifuata matamanio ya nafsi yako ni njia miongoni mwa njia za nini jamaa? Za upotevu. Na katika sababu zinazowafanya watu waingie katika bid'a, at-ta'assub, mtu kuwa na ta'assub lil-ara'i war-rijali, katika rai fulani. Bwana sisi ndo mashafi na huu ndo ushafi na limekuja hivi. Imam Shafi mwenyewe anasema idha sahha al-hadithu fahuwa madhhabi, itakaposihi hadithi hiyo ndio nini jamaa? Madhehebu yangu. Yani mimi ninafuata ile hadithi iliyokuwa nini? Sahihi. Inawezekana yeye haikumfika, lakini anambia hii hadithi weka pembeni, hapa tunafuata nini? Hapa madhhab, sisi jambo letu la madhhab. Huyu ana rai fulani, haelewi, haimtoki, ndo anayo huyo. Hizi ni miongoni mwa sababu za kumfanya mtu afanye nini jamaa? Apotee. Naam jamaa, tupitie haraka katika hizi ili tumalizie hapa kabla ya kuswali. Kasema katika sababu nyingine zinazowafanya watu wafanye bid'a, at-tashabbuhu bil kuffari, mtu kujifananisha na nani? Na makafiri. Mtu kujifananisha na makafiri, mathalan wa Kristo, Mayahudi na kadhalika, kujifananisha nao. Hili jambo pia nao halifai. Mtu utakuta anafanya mathalan katika hii, Allah ngoja niruke hapo, tutakuja kuelezea mbele kwenye mfano wa maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, nataka kulielezea jambo la mawqif ya masahaba ama wema waliopita katika kufanya raddi kwenye watu wa bid'a, lakini maelezo yake marefu nayo tutayaacha. Nitataja baadhi ya vitabu ambavyo vimeelezea ama vimerudi na kukataza bid'a. Kitabu cha kwanza, kitabu al-i'tisam, kitabu al-i'tisam lil-Imam ash-Shatibi, kitabu al-i'tisam lil-Imam ash-Shatibi. Kitabu cha pili, kitabu iqtida as-sirat al-mustaqim li Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Kitabu cha kwanza al-i'tisam, cha pili iqtida as-sirat al-mustaqim li Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Pia kitabu inkarul hawadith wal bid'a, au ni kitabu al-bid'a li Ibn Waddah, Muhammad ibn Waddah. Kitab inkarul hawadith wal bid'a li Ibn Waddah au li Muhammad ibn Waddah. Kisha kitabu al-hawadith wal bid'a, tofauti na cha mwanzo inkarul hawadith au inkarul hawadith wal bid'a cha Ibn Waddah. Kisha kitabu cha al-hawadith wal bid'a liturtushi au litartushi, vitabu vinne. Na cha tano na cha mwisho kitabu al-ba'ith ala inkari al-bid'a wal hawadith li Abi Shama. Kitabu al-ba'ith au al-ba'ith ala inkari al-bid'a wal hawadith li Abi Shama. Kwa mwenye kuhitajia maelezo na tafsiri ndefu ya masaili haya aende akapitia, hasatan kitabu cha Imam Shatibi al-i'tisam, Allah mrehemu. Katika bid'a za hivi sasa nataka kuzitaja
tutaje japo mbili au moja kama tutawahi. Ya kwanza ni ihtifalu bil maulid, kusherehekea jambo la nini jamaa? La maulid. Anaelezea Sheikh al-Fawzan al-Fawzan katika kitabu chake cha Aqidatu at-Tauhid, ihtifalu bil munasabati al-maulid an-nabawi, kusherehekea kwa munasaba wa kuzaliwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jamaa, mtume kazaliwa mwaka gani? Mwaka gani jamaa? Mwaka wa tembo, au hamlijui hilo? Mwaka wa tembo. Kazaliwa mwezi gani? Mfunguo 6 unaitwaje kwa Kiarabu? Rabiul Awwal. Sisi tupo katika mwezi gani sasa hivi? Safar. Baada Safar Rabiul Awwal. Sawa sawa jamaa. Ndani ya mwezi huu kuna khilafu kazaliwa siku gani. Hili jambo lina khilafu siku aliyozaliwa. Tuachane na hizo khilafu. Anasema wa huwa tashabbuhu bin nasara, na huku kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kujifananisha na nani? Na Wakristo. Na hii tulitaja miongoni mwa sababu za watu kufanya bid'a, kujifananisha na makafiri. Katika hao ni hawa Wakristo. Hili jambo la kusherehekea maulid asili yake hasa ni kujifananisha na nani jamaa? Na Wakristo. Fi amali, katika matendo, ma yusamma bil ihtifali bil maulid al-masih, ni katika matendo ya kujifananisha na Wakristo, matendo ambayo wao wanasherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Masihi, au wanamuita Kristo. Akizaliwa wana sikukuu yao inaitwa Christmas, Disemba huko. Waislamu wakakopia wakaileta Rabiul Awwal kwa sababu alizaliwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema fayahtafilu jahlatul muslimin, wajinga katika Waislamu wanakuwa wanasherehekea hii sikukuu, au ulamaul mudhillun, au wanazuoni wenye kupoteza watu, fi Rabiul Awwal, mwezi wa mfunguo 6, au fi ghairihi, au kinyume na hapo. Inatokezea kuna muda utasikia leo tuna maulidi, yani kuna watu ile kupigwa dufu tu inaitwa nini ile maulidi. Yani ikitokezea wana harusi mwezi Shaabani huko labda, au mwezi Rajabu wana harusi, wakaita dufu likaja kupiga, kuna maulidi huko leo usikose. Yani mpaka lile dufu limehamia kuitwa jina la nini? Jamani, dufu kitu kingine, lile siku ya sherehe ya harusi hii jambo nyingine hii, na ina ahkamu zake nyingine tofauti. Ama maulidi ya mtume ndio tunayokusudia hapa, sio maulidi yale yanayofanyika kwenye miezi ambayo sio, la, ile maulidi ya mtume. Kwa hata akifanya huko wengine wakusudia ni maulidi ya mtume au maulidi ya watoto zao, huku asili yake kulikuwa ni kujifananisha na nani? Na hawa manasara. Na hili mtume sallallahu alaihi wasallam alilikataza. Mtume akataza kuhusiana na kumsifia kukapitiliza, alisema la tuturuni, msinisifu sana mkapitiliza, kama atrati nasara ibn Maryam, kama walivyopitiliza kumsifu nani? Wa Kristo ibn Maryam, wakamsifu sana Nabii Isa. Innama ana abdun, mie ni mja wa Allah. Faqulu, semeni wakati mnamsifia, abdullahi wa rasuluhu, huyu ni mja wa Allah na nani? Na mtume wake. Wal-itra, mtume akisema la tuturuni, al-itra ma maanahu al-ghuluw fi al-madhi, kupitiliza katika kumsifia mtu, kumsifia sana ikapitiliza. Mtume hili jambo kafanya nini? Kalikataza. Kwa katika ihtifali ya maulid kuna kumsifu mtume, na pia kuna itikadi zisizofaa. Mathalan, katika itikadi zisizofaa kwamba mtume anahudhuria kwenye maulid. Mtume anahudhuria kwenye nini? Maulid, kwamba anatoka huko Madina anahudhuria pale pahala husika, ima kwa roho au kwa kiwiliwili, na kila mtu na anavyoitikadi. Lakini kama mtu ana itikadi hizi, haifai kabisa kuitakidi hilo jambo. Na sio hilo tu, pia anashidul jamaa, watu wanasoma pale manashidi na kadhalika, wanaimba, panapigwa vigoma na kadhalika, na mingineyo katika zile adhkari wanaozifanya ambazo hazifai. Nyingine zinapelekea mpaka katika shirkiyat, na inafikia hadi mpaka kuchanganyika wanaume na nani? Na wanawake katika zile sehemu zao. Na yote haya ni katika nini? Ni katika makosa. Na tuwadhanie kheri. Mathalan, anasema Sheikh, walau wa hatta law khala hadha al-ihtifal min hadhihi al-mahadhir, lau hizi sherehe za maulid zikaondoka vyote hivi vinavyokatazwa. Mathalan, walitokezea watu katika watu wenye kufanya maulid wakasema maulid yoyote yatakayofanywa wakachanganyika wanaume na wanawake hatustambui, maulid yoyote. Naam, wanajiepusha na zile shubuhati zinazotokezea. Sasa jamaa, anasema shekhe, hata kama ikatokezea wakaondosha hizi shubuha zote zinazohusiana na haya maulid, waqtasara ala ijtimaa
wakatoshelezeka na kukusanyika pamoja, watanawulu at-ta'am, wakala chakula cha pamoja, wa idhaharu al-farahi, na wakaonyesha furaha yao ya kuzaliwa nani? Mtume. Kama yaqulun, kama wanavyosema, fa innahu bid'atun muhdatha, hili jambo litabaki kuwa nini jamaa? Ni bid'a tena iliyozushwa. Wa kullu muhdathatin bid'a, na kila kilichozushwa nini jamaa? Ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a ni yenye upotevu. Na pia akasema wa aidan huwa wasilatu ala an yatatawwar, na pia ni njia miongoni mwazo. Inawezekana saa hizi mnaanza hamfanyi chochote katika shubha, ila baada ya miaka tunajitumainisha nini hawa watu wataendelea nalo watu hivi. Na pia akapatikana katika munkarat, inawezekana huko mbeleni akaja katika munkarat, kwa bora watu wafanye nini? Wajiepushe nayo. Sema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, yale ambayo wameyafanya watu, wakadhalika ma yahdathuhu an-nas, yale ambayo wameyafanya watu, imma mudahatun lin-nasara, jambo la kwanza ima kujifananisha na Wakristo fi miladi Isa, katika kuzaliwa Isa alayhi salam, wa imma mahabbatun nabi, au kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ta'dhima, na kumtukuza yeye. Man ittakhadha maulidan nabi min ittikhadhi maulidin nabii sallallahu alayhi wasallam ida, katika kufanya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni sikukuu. Al-eidu ma maana eidu? Ada yaudu masdaruhu idan, ada kimerejea, yaudu kinarejea, na masdari yake ni jamaa idi. Kwa idi ni ile yenye kurejea kila ikifika tarehe mosi mwezi wa Shawwali. Na kuja idi gani jamaa? Idil Fitri, kwa sababu inarejea kila mwaka. Na hivyo hivyo Idu al-Adha. Sasa watu wakafanya kila ikifika mwezi 12 au mwezi 10 au mwezi 8 au mwezi wa mfunguo 6 wanasherehekea maulidi ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni katika kutekeleza au kufanya Eid ma ikhtilafi an-nasi fi maulidihi, pamoja na kuwa watu wameikhtilafiana juu ya maulidi mtume kazaliwa lini. Fa inna hadha lam yaf'alhu as-salaf, wema waliopita hawakufanya jambo hili la maulid. Walau kana hadha khairan mahdha, lau lingelikuwa hili jambo la maulid ni khairi tupu, yani hamna shari ndani yake. Sasa jamaa, khairi tupu ndio inapatikana katika maulid. Au rajihan, au ingekuwa imepitiliza, yani shari yake ni ndogo sana lakini khairi zake ni nyingi, khairi zipo nyingi. Lakana salafu radhiyallahu anhu ahqqu bihi minna, ingelikuwa wale wema waliopita karne 3 bora zile wana haki zaidi wao kusherehekea maulidi ya mtume kuliko nani? Kuliko sisi. Fa innahum kanu ashaddu mahabba, kwa sababu wao walikuwa wakiwa na mahaba ya juu sana linnabii sallallahu alayhi wasallam, wa ta'dhiman lahu, na walikuwa wanamtukuza sana. Hivi mnataka kusema kwamba kina Saidina Abu Bakar, Saidina Umar na zile karne 3 zilizofuata baada yao walikuwa, yani sisi tuna mapenzi zaidi kuliko wao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Wao walikuwa na hiari mtu atoe roho yake kwa sababu ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao walikuwa na mapenzi zaidi, na hili hamna yote anayelipinga. Kwa kama ilikuwa ni kufanya mambo haya ya sherehe za bid'a na kusherehekea kuhusiana na maulidi ya mtume, kanu ahaqqum bihi minna, walikuwa wana haki zaidi kulifanya hilo jambo kuliko sisi. Lakini wao walikuwa wakifanya kumpenda mtume na kumtukuza katika jambo la kumtii, katika jambo la kumfuata, katika jambo la kumkopia kila anachokifanya. Ilifikia hadi tashdidan, wale maswahaba baadhi yao akitaka kufanya jambo fulani mtume alikuwa anafanya vipi ndo alifanya. Sina vizuri jamaa, nguo mtume alikuwa anavaa vipi na yeye avae kama ile. Walifikia hadi hiyo maswahaba kwa namna wanavyompenda. Lakini hivi sasa mtu yupo mbali na kumfuata mtume, mbali sana, lakini utasikia asiyemswalia mtume hampendi, yani asiyekuja kwenye maulidi, ndio kinachokusudiwa. Ama kuhusu kumswalia, wengi tunamswalia yaumul jumaa na siku za kawaida, asubuhi na jioni tunamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna vitabu na maelezo mengi yameelezewa kuhusiana na jambo hilo. Nitaelezea masala mawili yaliyobakia kwa uchache. La kwanza, kufanya tabarruk katika maeneo kama vile makaburi au kutaka baraka kutoka kwa watu. Kuna watu siku hizo wamekuja na staili, wanawagea wenzao mate kwamba mate yao yana baraka, wanawagea wenzao makoho yao yana baraka. La, baraka hizi za khasa zilikuwa za nani? Za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba. Ama kwa watu wengine hawa,
kwa sababu ingekuwa hivyo tungepata nukuu wanazuoni kina Imam Malik wakiwatemea watu mate au wakawapa makohoo kwamba haya yana nini, yana baraka. Lakini haikutokezea kwa wao kwamba kuna watu hivi sasa wana ubora kuliko Imam Malik, huyo ende akapimwa akili. Kama kuna mtu anasema yeye ni bora kuliko nani, Malik bin Anas, yeye ni bora kuliko Imam Abi Hanifa, yeye ni bora kuliko Imam Ahmad na Imam Shafi, hawa wakapimwa akili zao, inawezekana matatizo kidogo. Lakini mtu mwenye akili sawa sawa hawezi akawa bora kuliko hawa maimamu wetu, na hawa hawakuwahi kunukuliwa kwamba wametoa baraka ya mate, baraka ya makohoo. Tunaona siku hizi mitandao ya kijamii anatokezea shekhe huko katika mji fulani, watu wakikinga chupa zao, akitemea mate, na wale watu wakiondoka tumepata nini, baraka. Ama kwa mtume na lilikuwa linatokezea, mtume alikuwa akitia vidole vyake katika maji ya watu walikuwa wakija kwake, na kadhalika amethibiti katika yalothibiti katika hadithi hii, barakatan khasatan lahu. Hizi baraka ni khasa kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hizo bid'a katika ibada miongoni mwavyo kudhihirishania katika miji yetu hii, mashafi na waitu usalli faradha salati adh-dhuhri, wallahi lipo katika madhhab sahihi, lakini watu wakapitie, watu waende wakatafute dalili ya hili jambo. Je, mtume alidhihirisha? Mtume alifanya hili jambo? Mtume alifanya vipi? Tusiishie tu madhhabu amesema mimi nafuata madhhabu. Naam, fuata madhhabu, lakini kuwa na dalili. Sawa sawa jamaa. Sio hilo tu, bali kudhihirisha kunuti na kadhalika. Masala khilafia usiyafanye kama ni msingi na ndiyo umda. Kuna misikiti mingine ukiacha kunuti unasujudu sidati sahau na kadhalika. Haya yote ni katika kutia uzito, na mimi ninawapa, siwapi tahadi, ila nawaambia nendeni mkapitie, kaangalieni vizuri. Mkiona mmetosheka na imeishia hapo, jaribuni kufanya mazungumzo na wenzenu wasiofanya, inakuweje hili jambo, au leteni adilla. Hivyo vitabu vya kishafi, usihangaike kwenda madhehebu mengine. La, vitabu vya kishafi kafia, pitia, utakuta masala yameelezewa na Allah mjui zaidi. Na mengine mwanzo katika mambo yanayofanya katika mwezi wa Rajab, watu wakafunga mwezi mzima, watu na mengineyo hayo. Kwa lillahi alhamdu, naomba jamaa tuishie hapo. Na haya mambo ya kutabaraka katika maeneo mathalan makaburi na kadhalika maarufu, na katika miji yetu pia yapo. Kuna misikiti mbele ya kibla pakae kwa chumba khasa, watu wakaenda wakawataka baraka mashekhe zao na kadhalika. Na haya yote ni katika mambo yaliyokatazwa, kujengia makaburi, kuomba kwenye makaburi, kulia kwenye makaburi, mpaka wanawake wakakatazwa kwenda kuhudhuria sehemu za mazishi, sababu ni wepesi katika hili jambo. Na Allah mjuzi zaidi. Na naona kwa leo tuishie hapa. Insha Allah tukipata fursa mara nyingine tutaandaa japo ziwe siku mbili, ili faida izidi kuwa kamili na itosheleze. Na Allah tuliwepesi tuwe wenye kushikamana na sunna na kuachana na bid'a, na tuliwepesi katika kujifunza dini yetu ili tusikadondokea katika masala ya bid'a, na tuliwepesi katika hili. Ndio jambo zito, mtu kutokufuata matamanio ya nafsi yake. Nafsi zetu ziwe sari'an kufuata kilichokuja katika dini kuliko kufuata matamanio ya nafsi, kushikamana na jambo ambalo inawezekana lipo mbali na dini. Na jamani, kufuata madhhabi jaiz, kufuata madhhabu nini jaiz, ile isije ikaja ikawa unaabudia madhhab sasa baada ya kuabudia nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.